Tumerejea tena mwanamichezo, bila shaka utakuwa umefurahia kile ambacho wamekizungumza Juma pamoja na Abduli Mshindo Mkenge. Turejee kwa upande wa Young Africans. Young Africans kwao ni kicheko tu. Lile dimba la Guantanamo Bay wanaliita hivyo, ni dimba fulani hivi la kikatili sana. Na ukatili tuliuona, password za Prince Dube zimefunguka kunako dimba la New Amani Complex Zanzibari. Juma Shabani, watu wengi ni kama vile walikuwa na mhukumu Prince Dube kutokana na kile ambacho alikuwa na kideliver kwa upande wa mashabiki, lakini pia hata uwanjani ilikuwa ni ngumu sana kupata matokeo. Dube anacheza mechi, lakini kwenye upande wa finishing, kwa maana ya kufunga goli, ilikuwa ni mtihani kwa upande wake. Hatimaye password zimepatikana pale Amani Complex. Nini kilikuwa kinamkwamisha Prince Dube? Cha kwanza nadhani confidence yake ilikuwa inaonekana kuwa chini zaidi. Ukiangalia kwenye michezo ya hapa awali na hapa katikati, tulimuona Prince Dube ambaye kuna mechi moja ashe kucheza na baada ya kukosa nafasi ya goli akaanza kulia na akaomba kuweza kutolewa uwanjani. Kwa ile tu ilikuwa inakuonyesha kwamba Prince Dube anakosa hali ya kujiamini zaidi. Na kadiri mchezaji anavyokosa hali ya kujiamini na anavyokosa zaidi nafasi, kuna namna ambavyo anavyoanza kuwa mdhaifu zaidi. Lakini cha kwanza ni kumpa pongezi pia kocha Pedro Gonçalves kwa maana kuendelea zaidi kuweza kumwamini mchezaji kama Prince Dube. Na kwa nini nimempa credit mwalimu? Kwa sababu ukiangalia mechi ya mwisho ya ligi ambayo Young Africans waliocheza, Andy Boyel baada ya kuingia kipindi cha pili na kutoka Prince Dube, aliingia na kascore magoli mawili. Kila mmoja alikuwa na mtazamo wa kwamba kwenye mechi inayofuata basi mwalimu atampa nafasi tena nani? Andy Boyel na sio Prince Dube. Lakini imekuwa ni tofauti. Nadhani kwa kila mwalimu atakayekuwa anaenda Yanga, option yake ya kwanza kwenye kutumia mshambuliaji atakuwa ni Prince Dube, kwa sababu anakupa kkila kitu. Inawezekana akawa na hiyo weakness ya kutokufunga mara kwa mara, lakini inapokuja swala timu kama timu inavyotakiwa kucheza, nadhani Prince Dube amekuwa ni mshambuliaji ambaye yuko sahihi zaidi. Kwenye kila maeneo ya uwanja unamuona namna ambavyo amekuwa na drop, ana link na timu, atatokea kushoto, atatokea pembeni, na kitu ambacho kimekuwa kinamsaidia zaidi. Kuna tofauti ya mshambuliaji kucheza kitimu na mshambuliaji kucheza yeye kama yeye. Kwa Dube mara nyingi huwa anacheza zaidi kitimu. Na ndio maana watu wengi wamekuwa wanatoa comment kwamba inabidi Dube achane na hiyo style yake ya uchezaji. Awe kama Boeli sasa. Yes, awe karibu zaidi na lango, kwa sababu unakuta anafanya kazi nyingi zaidi. Afu inapokuja kwenye swala la kwenda kumalizia, tayari ufanisi unakuwa umefanyaje? Umepungua. Na si dhambi, kwa sababu tumeona wachezaji wengi ambao kadiri umri unavyokwenda wanaanza kupunguziwa majukumu. Leo Cristiano Ronaldo ambaye watu wanayemzungumza kipindi ambacho yupo kwenye peak alikuwa anacheza akitokea pembeni zaidi, lakini baadaye watu wakaanza kumswitch, wakawa wanamchezesha kwenye eneo la mshambuliaji. Kwa hiyo nadhani unaweza kumpa hiyo credit, na amefunga goli gumu kiukweli. Yaani ukiangalia kwa nafasi ambazo alizokuwa amezikosa na goli ambalo alikuwa amelifunga, nadhani hata yeye mwenyewe imeenda kumnyanyua kwa namna moja ama nyingine. Na hata ukiangalia picha za jana mazoezini, unamuona sasa ni mchezaji ambaye mwenye furaha. Abduli Mkenge, Ali Kamwe alisema kwamba mchai wa Dube yupo hapa Dar es Salaam. Yaani Dube akiwa nje mambo yanakuwa safi, akirejea kwenye jiji la Dar es Salaam ama Dar es Salaam mambo yanakwenda tofauti. Na hata Engineer Hersi Saidi alipata nafasi ya kuzungumza na wanahabari, na miongoni mwa vitu ambavyo alivizungumza akasema kwamba imekuwa kama ni morali imerejea kwa upande wa wachezaji, lakini pia hata uongozi. Lile ni goli ambalo wao kwa mara ya kwanza kwenye madaraka yao wanashinda wakiwa nyumbani. Inaleta taswira gani kwenye mechi ambazo zinafuata, hususan katika hii mechi ya JS Kabylie? Mimi nafikiri nilisema hapa ikilopita kwamba licha ya Yanga kuwa na fomu ambayo ya kusuasua, lakini when come katika mashindano ya kimataifa inamuamsha kila mtu kwenye klabu, kuanzia kwenye level ya mfagiaji wa klabu, sijui anayeshika funguo na kufungua ofisi, storekeeper, kila mmoja kwenye klabu. Kila mmoja kwenye klabu, uje kwa mashabiki, uje kwa wanachama, kila mmoja anajinyanyua. Unajua Yanga ile ile, lakini Yanga ile ile ipe mechi na KMC, kile ambacho umekiona huwezi kukiona. Huwezi kuona hiyo kwa sababu sina KMC kwa mnacheza.
Mtazama hata Pacome siku zile. Na mimi nimeona baada ya mechi hivi ni golikipa ule wa Farabat ameenda kuomba jezi. Kwa hiyo mimi kichomtokea Dube na achosema Alikamwe sijui nisemaje, kwa sababu Dube alisafiri na timu kwenda Malawi. Kwa hiyo dhidi ya wale Silver Strikers. Okay, mchawi Dube pia alikuwa yuko Dar es Salaam. Kwa Malawi. Kwa kuna vitu vingine of course vipo kwenye level ya kishabiki ambayo ukiweka vina soundi. Dube nini yake nini mchai wake yuko Dar es Salaam. Dar es Salaam wako nani? Dar es Salaam wako Simba. Haina kificho mefa hii. Mama kaona kama unamung'unya hivi, haina kificho. Wewe umewanyoshea. Uliona na ile clip ya Mediali ya jana baada ya Simba kupoteza akitamba kwamba Benjamin Mkapa watu anaikimbia. Ni kauwanja kadogo tu ambako nyama anaweza kukaimili hapa. Sio umeshaelewa? Kwa hiyo unaweza ukaona Simba wao wamepoteza, sisi tumecheza amani, tumeshinda. Na goli kafunga huyu Dube. Prince Dube. Kwa hiyo tukisema mchai wake yuko Dar es Salaam ina soundi. Haya, tukitoka hapo kwa Young Africans, lakini pia tumetoka kumjadili hapo Simba,